إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua kwamba tupo katika mwezi wa Muharram, ndani ya Jumaa hii ya tarehe 11 na tarehe 10. Katika baadhi ya muandamo ni tarehe 11 na baadhi ya muandamo ni tarehe 10 ya Kiislamu. Mwezi wa Muharram ambao sisi tunaita mfungo 4 wa Kiislamu ni mwezi wa mwanzo katika mwezi wa Kiislamu. Kadhalika vile vile mwaka 1448 sawa na tarehe 26 ya mwezi huu wa Juni 2026. Hii ni Ijumaa ambayo tunapenda kukumbushana ndani ya msikiti wetu huu ya kwamba binau masajidullah, jambo la kujenga misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala liibadati Allah subhanahu wa ta'ala min ajalli alqurbat wat-ta'at wa a'zamiha, kwamba jambo la kujenga misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya ibada na kuimarisha misikiti hiyo ikawa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, min ajalli alqurbat ila Allah, ni miongoni mwa ibada za kujikurubisha kwa Allah zilizokuwa kubwa sana tena zilizokuwa tukufu, wataati, na ni katika utiifu ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Waqad hatha alislamu ala binai almasajid, na kwa hakika tufahamu kwamba Uislamu umehimiza juu ya jambo zima la kujengwa misikiti wa ta'dhimi hurmatiha, na Uislamu umehimiza juu ya jambo zima la kutukuzwa misikiti hiyo, la kuheshimiwa misikiti hiyo, la kuwepo katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Ndugu zangu, tuelewe, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alipotoka katika mji wa Maka akaja zake katika mji wa Madina, jambo la mwanzo akafikia katika sehemu ya Quba, akajenga msikiti katika maeneo hayo, na ndio msikiti wa mwanzo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliojenga. Usisa ala taqwa, ni msikiti ambao umeasisiwa katika takwa. Masjid Quba ni msikiti wa mwanzo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika maeneo yale akaujenga msikiti huo, na alipotoka katika maeneo ya Quba akaja zake katika mji wa Madina. Madina ya zamani tofauti na Madina ya sasa. Wanasema ahlul ilmi, Madina ya zamani ndio ule
msikiti wa Madina wote ambao tunauona ule ndio mji wa Madina ambavyo ulivyokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndani ya msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kuna nyumba za maswahaba mule, ndani yake kuna makonde ya maswahaba mule, ndani yake kuna bustani ya maswahaba mule. Lakini msikiti umetanuka na mji umetanuka, sasa umekuwa msikiti wote umekusanya ule mji wa Madina ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameujenga. Sasa Mtume alipofika katika mji wa Madina alayhi salatu wassalam, akajenga msikiti. Baada ya kujenga msikiti, akawa ni mwenye kulingania, kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafahamisha watu tauhidi, kuwafahamisha watu ahkami zinafungamana na dini yao. Baada ya kufika muda Mtume kuondoka zake duniani, akaondoka duniani, akaja khalifa wake Abu Bakar Siddiqi, na yeye akatumia msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaja Umar ibn Khattab, akatumia msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuieneza dini, katika kuitangaza dini, katika kuwatoa watu katika shirki, katika kuwatoa watu katika bid'a, katika kuwalingania yale ambayo aliyoacha bwana Mtume alaihi salatu wassalam. Zama zilipofika za ukhalifa wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, faarada Uthman, akakusudia Uthman kujenga msikiti ule wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila zama zikiongezeka watu wanaongezeka na watu wanakuwa wengi. Kwa hiyo Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu akakusudia kujenga msikiti ule wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuufanyia tajdid, kuufanyia upya lile jengo lake, na kuweka katika hali ambayo ilikuwa nzuri, kuweka katika hali ambayo itaonekana kwamba msikiti umeimarishwa, umewekwa katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Watu wakalichukia jambo hilo kwa sababu hawajapatapo kuliona jambo hilo. Msikiti upo, ameutengeneza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, umetengenezwa wakati wa bwana Mtume. Vipi Uthmani anakuja anataka kuubomoa msikiti ule, aujenge upya msikiti ule? Kwa hiyo watu wakalichukia jambo hilo kwa sababu ya kutaka kuubomoa msikiti ambao ameuasisi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake katika zama za uhai wa Mtume alayhi salatu wassalam. Watu wakalichukia jambo hilo na wakasema maneno mengi, fa aktharul kalama ala hajmi masjidin nabii, wakakithirisha maneno dhidi ya jambo la kubomolewa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa i'adati bibinaihi, na kurejeshwa upya lile jengo lake, kutengenezwa ukawa ni msikiti wa kisasa wa zama zile za Uthman bin Affan. Uthmani hilo akalijua. Ndiyo Mahmud ibn Labid al-Ansari anatusimulia anna Uthman, hakika Uthman arada, yeye amekusudia Uthman binaa al-masjidi, kujenga ule msikiti. Fakariha nasu dhalika, watu wakalichukia jambo hilo, wakasema inakuwaje ewe amiri al-mu'minina, msikiti ambao Mtume alayhi salatu wassalam ameujenga pamoja na maswahaba zake, wewe unataka kuja kuubomoa msikiti huo? Wa ahabbu an yada'ahu, na wakapenda watu kwamba auache vile vile ambavyo ulivyokuwa, kama ambavyo ulivyokuwa katika zama za Mtume alayhi salatu wassalam. Lakini tizama namna sahaba Uthman ibn Affan akaambia, hili jambo silifanyi tu mimi la kutaka kubomoa huu msikiti, bali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akisema, man bana masjidan lillahi, yoyote ambaye atakayejenga msikiti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bana Allahu lahu fil janna mithlahu, basi Allah subhanahu wa ta'ala humjengea mtu huyo mfano wake nyumba katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, humjengea nyumba katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika baadhi ya riwaya imekuja wazi wazi, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna,
janna, yoyote yule ambaye atakayejenga msikiti basi Allah na yeye atamjengea nyumba peponi. Kwa hiyo jambo la kujenga msikiti, kuimarisha msikiti, jambo hili lina fadhila kubwa. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, ikiwa kwamba wewe una uwezo wa kukamilisha msikiti na wa kujenga msikiti min bidayatihi ila nihayatihi, mwanzo wake mpaka mwisho wake, basi ukijenga una fadhila ambayo ilikuwa kubwa. Na ikiwa kwamba huna, pale ambapo panahitajika kuimarisha msikiti, ima kwa usafi, ima kwa kutia umeme, ima kwa kuweka taizi, ima kwa kufanya hichi, kwa kufanya kile, basi wewe kimbilia katika khairi hiyo. Wallahi khairi hiyo utakuja kusema kwamba khairi hii mimi ningepata kama hizi 1000, lakini wapi, ilikuwa kwamba wewe imekujia hiyo tu, lakini utakuja kuijua thamani yake khairi hiyo wakati utakapofika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu lolote ambalo utakalolifanya katika khairi, basi hilo utahudhurishwa nalo na utaliona ile thamani yake na ukubwa wake, na utatamani urejeshwe tena duniani, lakini hutoweza kurejeshwa tena duniani kwa sababu tayari umri wako umekwisha kumalizika. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, pahala ambapo panapohitajika nguvu kazi, ikiwa ya kiwiliwili, kwamba kuna jengo katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala linatakikana lisimame, basi nyinyi kuweni mstari wa mbele. Na ikiwa panahitajika mali, basi toa mali yako wewe ndugu yangu Muislamu katika kuhakikisha kwamba nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala inasimama. Na huku ni katika kuimarisha hisiyan, kuimarisha msikiti kihisia, maana yake ukaimarisha jengo lake na ukalifanya jengo lake likawa imara, likawa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله سبحانه وتعالى نسيما: ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله. Haiwi kwa washirikina kuweza kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani kabisa washirikina wao wenye kumshirikisha Allah, wenye kumkufuru Allah, wenye kumpiga vita Allah, wenye kupiga vita hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, eti wao ndio wakaonekana wanaweza kuimarisha nyumba za Allah. Hilo jambo haliwi, Allah analikataa. Kwa nini analikataa? Shahidina ala anfusihim bil kufri, hali ya kuwa kwamba wao wanashuhudia katika nafsi zao kafiri. Vipi wataweza kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio al-Imam Saadi wakati alipokuwa akitolea maelezo kauli yake Allah shahidina ala anfusihim, akasema alayhi rahmatun min Allah wa adamul iman alladhi huwa shartu liqabulil a'mal, kukosekana imani ambako ndio sharti ya kukubalika matendo ya mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa annahum yazumuna annahum umaru masajid Allah, vipi sasa wao wanajigamba washirikina kwamba sisi eti ndio wenye kuimarisha nyumba za Allah, na hali ya kuwa kwa wao kumekosekana al-aslu, msingi ambao ulikuwa ni mkubwa, nao ni imanu billah, imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi wataweza wao kuimarisha nyumba za Allah? Haitowezekana, kwa sababu al-aslu, ule msingi ambao
ambao ulikuwa mkubwa sana, mafqudu minhum, umekuwa ni wenye kukosekana. Na sio hapo tu, wal a'malu minhum batilatun, na matendo ambayo walikuwa nayo washirikina ni matendo ambayo walikuwa batilifu. Kwa hiyo haitowezekana kuimarisha nyumba za Allah zikawa imara, bali Allah ametaja sifa za wale ambao wenye kuimarisha nyumba za Allah, akasema innama ya'muru masajid Allahi, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa wale ambao wenye kuimarisha nyumba za Allah zikawa katika hali iliyokuwa ni nzuri, kuanzia jengo lake, kuanzia harakati zake, kuanzia hali zake. Wanaoimarisha ni wale ambao amana billahi, walomwamini Allah kisawa sawa. Wao hawatetereki kabisa wakati watakapokuwa wanapata misiba hii na ile, wanapopata hali ngumu hizi na zile, bali wao wanamwamini Allah. Hawendi katika mizimu wakamshirikisha Allah, hawendi katika mambo ambayo walioacha wazazi wao wakaenda kuomba. Labda mzazi wao aliacha mzimu fulani katika pango fulani, au ndani ya nyumba kaeka mkoba fulani, watu wakitaka wanakwenda kuomba ule mkoba, au katika sehemu fulani wanakwenda kunyenyekea pale. La, hao sio wenye kuimarisha nyumba za Allah. Wenye kuimarisha nyumba za Allah ni wenye kumwamini Allah kisawa sawa. Katika hali za raha wao wanamwamini Allah, katika hali za shida wao wanamwamini Allah, bali inapotokea shida wao ndio wanazidi kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na wanajua kwamba iko siku sisi tutakwenda kusimamishwa mbele ya Allah, na Allah atatulipa kutokana na kila ambacho tulikuwa tunakifanya katika huu ulimwengu. Ndio akasema man amana billahi wal yawmil akhir, wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, wa aqama salata, na wakasimamisha swala. Yoyote yule ambaye alolelewa katika misingi ya kusimamisha swala, na swala akawa anaijua kama vile ambavyo alivyofundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akasema Mtume katika membari yake, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama ambavyo ndivyokuwa mkiniona mimi nikisali. Sasa huyu akachukua mafundisho ya Mtume ambayo alikuwa ameyafundisha kuhusiana na ibada ya swala, yeye akawa anasimamisha swala. Huyu ndio ambaye mwenye sifa ya kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika waata zakata, na akatoa zaka. Wengi wa watu hawatoi zaka, wengine wameruzukiwa mali, wanafanya mabiashara haya na yale, lakini jambo la kutoa zaka kwa wao liko mbali sana. Watu wa sampuli kama hii hawatoweza kuimarisha nyumba za Allah, bali inakuja zaka katika mwezi wa Ramadhani. Watu baada ya kushakufunga zakatul fitri, basi kuna watu wanafanya uzembe wa hali ya juu kabisa, kuzembea katika jambo hilo. Vipi wataweza kuimarisha nyumba ya Allah hali ya kuwa wao si wenye kutoa zaka? Walam yakhsha illa Allah, Allah akasema na hawamuogopi yoyote yule isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni sifa za watu ambao wanasimamia nyumba za Allah, kwa sababu ndani ya nyumba za Allah pataamrishwa amri za Allah, patasemwa maelezo yanayohusiana na amri za Allah, hukumu za Allah, na pataelezwa kuhusiana na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila ambaye alikuwa yeye amekabidhiwa jukumu la kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, sawa ikiwa ni uongozi wa msikiti, sawa ikiwa ni waumini wanakuja kuswali, sawa ikiwa kwamba nyinyi ni watu wa mtaani, basi eleweni kwamba jambo la kuimarisha nyumba za Allah lina fadhila kubwa, na wewe jipambe na sifa hizi ili Allah akuingize katika wale ambao wenye kuimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema watu hao ndio ambao watakuwa katika wale ambao wenye kuongoka. Ewe ndugu yangu Muislamu, inakuwaje kwamba wewe pahala ambapo pana jengo la Allah, pana nyumba ya Allah, pana msikiti wa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unauzungumza vibaya msikiti huo, au unausema vibaya msikiti huo, au kwamba unafanya mbinu ya kutaka msikiti huo usiendelee, au unafanya mbinu za kutaka kwamba watu katika msikiti huo wasiwe ni wenye kuswali? Wewe ni Muislamu wa sampuli gani ewe ndugu yangu Muislamu? Ndugu yangu Muislamu, tuelewe na tufahamu kwamba ewe Muislamu wewe ambaye uliokuwa umeruzukiwa kuwepo katika mji huu, kuwepo katika kijiji hichi, na ikawa kwamba kumejengwa jengo hili la msikiti katika maeneo haya, elewa kwamba Allah amekutakia kheri kubwa sana. Kuwepo katika mtaa msikiti, akesha msikiti huo
ukawa kwamba unatukuzwa, na ikawa kwamba msikiti huo unatukuzwa bihalakati ilmi, kwa kuwekwa durusu ndani ya msikiti, basi elewa wametakiwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala watu wa kiambo hicho. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mtu ambaye unakaa karibu na msikiti na ikawa kwamba kunasimamishwa darsa, kunawekwa darsa katika msikiti huo, basi umetakiwa kheri, hudhuria katika darsa hizo, kwa sababu ndani yake unaimarisha msikiti, ndani yake unaimarisha nyumba ya Allah, lakini vile vile kwamba wewe unasoma dini yako, na msikiti unatakana uimarishwe kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile msikiti unatakana uimarishwe kwa watu kuhakikisha kwamba wanahimizana katika mambo ya kheri, katika mambo ambayo yatawafanya wao wawe katika mstari wa mbele, katika kuhakikisha kwamba Uislamu wanaupeleka mbele, Uislamu unapiga hatua mbele kwa zile sababu ambazo wao wanazozifanya. Na hivi ndivyo ambavyo kana salafu saleh, walivyokuwa as-salafu saleh, namna ambavyo walivyokuwa wao wakiimarisha ile misikiti, wakiiweka katika hali ambayo mpaka watu wanapokuja katika sehemu zile, basi akitakikana mtu fulani moja kwa moja kwanza anafikia msikitini. Akifika msikitini akiswali tahiyatul masjid, basi huenda ima yule mtu aliyokuwa amemkusudia atamkuta msikitini, au kwamba muda mfupi anamkuta kwamba yule mtu tayari anaingia msikitini. Ndugu zangu tuelewe, salafu saleh walikuwa wanapomaliza wao shida zao, hali zao, na wakaa kwamba wako free, muda wao mwingi walikuwa wakiutumia msikitini, ima kwa kusoma Qur'ani, ima kwa kuleta adhkari, ima kwa kuhudhuria katika durusi, ima kwa mtu kujipumzisha akasema wacha mimi nijipumzishe. Sasa msikiti unahitajika uwekwe katika hali ya nidhamu ya hali ya juu, na mtu asiingie msikitini isipokuwa aingie hali ya kuwa yuko tohara. Watu wengi wanakuja msikitini hali ya kuwa hawako tohara. Haya si katika mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu kutoka nyumbani hali ya kuwa yuko tohara, anakuja katika nyumba ya Allah. Na wewe ukija katika nyumba ya Allah unahesabika kwamba umekuja kumtembelea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema man tatahhara fi baitihi, yoyote ambaye atakayejitoharisha nyumbani kwake. Nyumbani kwako maana yake pale ambapo wewe unapokaa, thumma ata almasjida, kisha akaja msikitini, fa huwa zairun lillahi, basi huyo anahesabika kwamba yeye ni mwenye kuja kumtembelea Allah subhanahu wa ta'ala. Fa haqqu ala almazur an yukrima zaira, ni haki ya yule ambaye alikuwa amekuja kutembelewa kumkirimu yule ambaye mwenye kuja kumtembelea. Sasa vipi wewe unakuja kumtembelea Allah hali ya kuwa hujajisafisha nyumbani? Unakuja zako msikitini. Na nyinyi tembeeni alfajiri, mtaona kuna watu wengine wameweka nguo zao begani na mswaki mdomoni, anaelekea wapi? Msikitini. Ni aibu kubwa sana kwa Muislamu kuonekana katika mazingira haya, si katika mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali unatakana wewe ujitoharishe nyumbani kwako, tia udhu nyumbani. Sasa mwingine anaweza kusema mbona kumewekwa vyoo kule msikitini? Vile ni vya dharura, utakapofika hapa udhu kwa kutenguka ndio unakwenda kuchukua udhu, kwa sababu wewe ni binadamu, au inawezekana ukafikwa na haja. Kwa hiyo vile vyoo vile kwa msikitini ni vya dharura, sio kwamba vyoo ambavyo vimewekwa kwamba wewe utoke huko uje jisaidie mule, au kwamba uje fanye haja yako mule. Wewe utakuwa umekuja kumtembelea Allah katika nidhamu gani? Sio nidhamu ambayo alifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni nidhamu mbovu sana. Bali leo tu wewe upewe mwaliko wa rais, itaingia akilini kweli kwamba umepewa mwaliko wa rais, akesha ukatoka na nguo zako nyingine ukeka begani na mswaki mdomoni, unakwenda zako Ikulu. Ukifika Ikulu unaambia mheshimiwa, nataka kwanza kwenda chooni kwa sababu nimekuja hapa kuja kutembelea, nimeitika mwitiko wako. Inaingia akilini kweli? Bali utajisafisha nyumbani, utajiweka sopu nyumbani, utajiweka katika hali iliyokuwa safi, tena utachagua nguo ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa. Unakwenda wapi? Ikulu. Na utajiangalia katika kioo, utacheka kidogo, hili tabasamu litamfurahisha mheshimiwa au litamchukiza hivi. Kesho utatembea kidogo na utamwita mke wako, hebu nipasishe kidogo nisije kwenda kutia aibu. Huyo ni kiumbe. Sasa vipi wewe kwa yule ambaye alomuumba kiumbe katika nyumba yake? Mbona uheshimu nyumba yake? Mbona humfuati yale mafundisho ambayo alifundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Jitoharishe nyumbani.
na kila ukijitoarisha nyumbani ukaja zako, kila hatua wewe, hatua moja unafutiwa dhambi, hatua ya pili unapandishwa daraja. Na huku ni katika kuiheshimu misikiti, ni katika kuiwekea hadhi yake misikiti, na misikiti itapata nidhamu ya hali ya juu kabisa. Na sisi sote inatakana tuwe walinzi wa nyumba za Allah, kwa sababu hizi ni nyumba ambazo zinapigwa vita sana. Ima sisi wenyewe Waislamu tunajua au hatujui, lakini jueni kwamba maadui wa Uislamu hizi nyumba wanazipiga vita, kwa sababu ni nyumba ambazo wanatajwa Allah, ni nyumba ambazo watu wanafahamishana kuhusiana na mambo wanafungamana na dini yao. Sasa maadui wa Uislamu wenye kupiga vita Uislamu, hizi nyumba wanazipiga vita. Inawezekana wakamleta mtu katika mtaa, akaisha mtu huyo akajifanya yeye ni Muislamu, akakuwa katika mazingira yale na kaishi katika maeneo yale mpaka akawa katika hali ambayo mshamzoea, akajiingiza msikitini. Matokezo yake sasa msikiti akaja kufunga au akaleta balaa lolote lile la kusababisha msikiti usiendelee mbele. Tunajilinda kwa Allah kutokana na hali hizo. Kwa hiyo tuzindukane, enyi ndugu zangu Waislamu. Hii nyumba tulivyokuwa zamani, nyumba hii ya Allah, kuna watu wameimarisha mashallah. Tunamuomba Allah awalipe kheri kwa kila ambaye alikuwa ametoa sadaka yake mpaka hii nyumba ikasimama hivi, kwa sababu sivyo ambavyo ilivyokuwa hii, bali tumeimarisha, imekuwa ni nzuri. Na mimi nilipokuja nimeona baadhi ya sehemu bado hazijamalizika, na sisi lau kwamba tungelikuwa tuna nidhamu na tuna himma ya hali ya juu, kwamba kasema mimi nakwenda msikitini, basi hebu nichukue japo 1000 au 2000 au 3000 kwa mujibu wa uwezo ambao Allah amekuruzuku siku ya leo. Kwa watu waliokuwepo hapa, naamini mimi tukija Ijumaa nyingine huu msikiti tayari ushakuwa katika mazingira mengine kabisa, kuanzia nje, kuanzia sehemu. Mtu leo mtu anajenga nyumba yake nzuri, anajenga katika hali iliyokuwa ni nzuri, ikiwa kuna baadhi ya mabaki hajamalizika, kwa maana kuna sehemu hazijamalizika, basi atakwenda mbio amalize sehemu hizo. Sasa hebu ikiwa wewe Allah amekufungulia uwezo, hizi sehemu ambazo kwa zimebakia katika hii nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni wenye kumaliza. Kisha pili, wale ambao walikuwa wamekabidhiwa na wanasimamia hichi kituo, wajitahidi kwamba kituo hichi kitoe nuru katika hichi kiambo. Inasemekana na ndivyo ilivyo, Zanzibar ni kitovu cha elimu. Watu walikuwa kutoka sehemu za mbalimbali wanakuja kusoma pale mjini Barza, walikuwa kwenda kusoma pale, wanachuoni mbalimbali kutoka sehemu za mbalimbali za dunia wanakuja kusoma katika maeneo ya Unguja. Na kwa nini kaitwa Unguja? Kwa sababu wanasema ile mambo ya kiungu yamejaa, yani uungu ujaa, yani mambo ya kiungu yamejaa, ndio maana ikaitwa Ungu. Maana kulikuwa kuna wanachuoni mbalimbali, wao walikuwa wakitoka wakisomesha elimu, ndio ikaitwa Unguja. Maana mambo ya kiungu yamejaa. Sasa na sisi hichi kituo kilichokuwepo pale Mchangani tukifanye kuwa ni kituo ambacho kitakachotoa generation ambayo ilikuwa ni nzuri. Watu waulize, wewe umesoma wapi wewe? Mimi nimesoma Masjid Sunna iliyokuwepo pale Mchangani. Na watu wakisimama kisawasawa haswa, wakawasomesha watu kisawasawa haswa ndani ya msikiti huu, na wakasoma kikweli kweli, na wakapatikana walimu wakasomesha kisawasawa, basi watu watatoka watakutana na Waarabu, wallahi hawataamini. Bali watu walisomeshwa katika miji yao huko katika nchi zao. Tutolee mfano kwa kumalizia hutuba. Yani kuna mmoja katika Muhammad al-Amin Shanqiti rahimahullahu ta'ala, anatokea Mauritania huko, amesomeshwa katika nchi yake, amekuja Saudia pale akafungua darasa. Basi katika mji wa Maka na Madina, wale wanachuoni pale akasema huyu jamaa ile elimu mashallah alikuwa nayo ni kubwa sana, wakamchukulia uhamisho yeye na familia yake wakamweka pale Maka na Madina, akawa kwamba yuko katika mji ule. Kwa sababu nini kilichomhamisha kikamuingiza katika mji mtukufu? Elimu ambayo alikuwa ameisoma katika nchi yake, katika mji wake. Kwa hiyo na sisi kituo hichi ikiwa tutakitumia vizuri, basi wallahi tutarajie matunda ambayo yalikuwa makubwa sana. Na sisi tunakuja kuswali tukitie nguvu kituo hichi, tutie nguvu msikiti ili uwe ni msikiti ambao ulikuwa umesimama kisawasawa katika manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
haya tulikuwa tumekumbushana katika khutba hii. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba aingize katika nyoyo zetu. Kadhalika vile vile namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie huu msikiti ikifika Ijumaa nyingine kwamba ushamaliza, kila mmoja atie nguvu yake. Mimi wallahi nitapenda, mimi kwa sababu natoka mjini, nitapenda ikija Ijumaa nyingine basi iwe tayari tumemaliza kabisa msikiti. Manake nimekuja hapa naangalia hili vumbi hapa, naangalia hapo nje nasema mashallah msikiti nje mzuri, lakini hapo nje kuna mabati, hapo nje kuna hasia tofauti. Yaani hujakaa katika hali ambayo ya kuvutia ule msikiti, bado hatujaimarisha vile ambavyo unatakiwa. Sasa kuimarisha ni sisi ambao tunakuja kuswali. Kwa kila mmoja atie nguvu yake. Hicho kidogo ambacho ulichokuwa uko nacho usikidharau hicho. Wallahi kitakuja kupandisha daraja kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil toa lillahi subhanahu wa ta'ala. Toa kwa ajili ya Allah, mkusudie Allah, akesha vile vile kusudia kwamba Allah kutatulie kwa zile shida ambazo ulizokuwa nazo. Kadhalika mtolee mzazi wako ambaye yuko hai au amekushafariki, mtolee sadaka. Na watolee wale watu wako ambao kwamba walikuwa wamekulea wewe mpaka ukawa wewe ni mwanamume sasa umesimama imara. Umekuwa kwamba kijana madhubuti, umekuwa kwamba sasa unakwenda na harakati zako. Kuna watu wamepata shida sana mpaka ukasimama wewe ukawa kwamba sasa ni kiumbe ambaye unaheshima, unazingatiwa katika jamii hii ambayo sisi tunaishi. Watolee sadaka katika nyumba ya Allah, lakini kuwa na kawaida wewe Muislamu katika harakati zako. Usisubiri kwamba mpaka imamu asimame, bali kuwa na kawaida. Eka sehemu, sema kwamba hii ni pesa ambayo nitachangia umeme msikitini, na fadhila zake utaziona ni kubwa sana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale umma masajidillah. Allah autie nguvu Islam. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhilla ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم نور قلوبنا بنورك يا نور السماوات والأرض. اللهم نور قلوبنا بنورك يا نور السماوات والأرض يا الله. Ewe Allah, kila mmoja wetu hapa ana shida yake na ana matatizo yake. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya muda huu ufanye kuwa ni muda ambao wenye kukubaliwa dua. Kila mmoja wetu ya Rabbi mpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati. Ewe Allah, tunakuomba kila mmoja wetu ana shida yake, ana matatizo yake, mpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati. Allah mpe kila mmoja wetu kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati. Kuna wengine wanatamani kuoa, kuna wengine wanatamani wengeze wake, kuna wengine wanatamani hichi na kile, mwingine anatamani apate nyumba, mwingine anatamani apate kipando, mwingine anatamani hichi, anatamani kile. Kila mmoja wetu ya Rabbi tunakuomba mpe kile ambacho anachokitaka katika nafsi yake katika mambo ya khairati, na kijalie hicho ambacho utakachompa iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kijalie hicho ambacho utakachompa iwe ni sababu ya kuutia nguvu Uislamu ya Rabbal Alamin. Allah, tufanye sisi kuwa ni walinzi wa dini yako ya Rabbal Alamin. Tufanye kuwa sisi ni walinzi wa tauhidi ya Rabbal Alamin. Tufanye kuwa sisi ni walinzi wa mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikifika muda kuondoka duniani, tuondoshe hali ya kuwa umekwisha kutusamehe, umekwisha kuturidhia na umekwisha kutuingiza katika rehema zako ya Rabbal Alamin. Ewe Allah, wagonjwa ambao tuko nao, sawa ikiwa wako hospitalini, sawa ikiwa wako majumbani, tunakuomba ya Rabbal Alamin wape shifa ambayo itakuwa ni sababu ya kufanya matendo ambayo yalikuwa ya khairati ya Rabbal Alamin. Allah, tunakuomba vile vile maiti wa Kiislamu yatie nuru makaburi yao, wasamehe yale ambayo walokwisha kuyafanya katika madhambi ya Rabbal Alamin, yabadilishe madhambi hayo yafanye katika mema yao. Ulaika alladhina yubaddiluna sayiatihim hasanati ya Rabbal Alamin. Allah, wabadilishie makosa yao yafanye yawe katika mema yao, na yafanye makaburi yao kwa ni rawdatun min riyadil janna ya Rabbal Alamin. Na sisi ya Allah, ikifika muda wetu wa kuondoka duniani, tuondoshe hali ya kuwa umekwisha kutusamehe, na utuondoshe hali ya kuwa umekwisha kuturidhia, na utuondoshe hali ya kuwa kwamba umetuingiza katika waja wako wa peponi ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.